kile ambacho tunaenda kujifunza kiweze kuingia ndani yetu, tuweze kuimarika. Roho Mtakatifu jifunue kwa kila mmoja wetu aliyoko hapa, ili kila mtoto wako apate nguvu, apate uzima, na wote tujengwe katika neno lako, na wote tujengwe katika njia zako, katika jina la Yesu Kristo. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Haleluya, haleluya, wana wa Mungu aliye hai. Karibuni sana wapendwa, ni semina yetu ya mwanzo wa mwaka, semina maalum ya siku 7. Kama nilivyokuambia pale awali, katika semina hii walimu tuko wawili, niko mimi Mwalimu Petro pamoja na Mwalimu Josephat Muganyisi. Siku ya leo ya 3 ninahitimisha mimi, Mwalimu Joseph ataendelea kesho na siku ya 4, kwa sababu semina ni ya siku 7. Pasipo kupoteza muda, tusonge mbele na kuangalia somo letu katika hii semina. Somo letu tulilopewa na Roho Mtakatifu kujifunza katika hii semina linaitwa kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Hili ndio somo letu tulilopewa kwenye hili somo, kwenye hii semina. Kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Malengo tulio nayo katika hili somo ni kuinua imani zetu ziweze kukua na kuimarika, ili tuweze kutenda mambo makuu ambayo Mungu ametukusudia kwenye maisha yetu. Nitakupa marudio kwa ufupi ili tuweze kupata kumbukumbu ya siku ya jana, kile tulichojifunza kabla hatujaanza na kipengele kipya cha leo. Kwa nimesema malengo yetu kwenye hili somo ni kuinua imani zetu ziweze kuimarika, ili tuweze kutenda mambo makuu ambayo Mungu ametukusudia tuweze kuyafanya maishani mwetu. Maandiko yanayotuongoza kwenye hii semina ni maandiko mawili. Kwanza ni kile kitabu cha Waebrania, ile sura ya 38 ule mstari wa 10, ambapo inasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Na kitabu kingine ni ile Danieli sura ya 11 ule mstari wa 32b, inasema, lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda makuu. Katika haya maandiko mawili tunaona namna ambavyo tunapewa kuishi kwa imani. Na hii imani inayotupa kuishi ni ile imani ya kumjua Mungu. Na ukisha mjua Mungu unakuwa hodari, kisha unatenda mambo makuu. Ile siku ya jana tuliangalia maana ya kumjua Mungu. Tukasema kumjua Mungu ni kile kitendo cha kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kujua anataka nini katika maisha yako. Maana ya pili, tukasema kumjua Mungu ni kitendo cha kumwamini au muumini kujifahamu yeye ni nani mbele za Mungu na Mungu ni nani kwake, na unaliishi hilo na kulisimamia hilo. Na ile maana ya tatu ya kumjua Mungu tulisema ni kitendo cha Mkristo kutambua yale yote ambayo Mungu anayapenda tuyaishi na tuwe na ushirika naye katika kuyafanya. Tukaangalia mfano wa mambo kadhaa, kwamba Mungu anapenda tusitende dhambi, tuwe watu wa toba, tuwe watu wa kusoma Biblia kila siku, tuwe watu wa kuishi maisha ya sala, tuwe watu wa kutoa sadaka, tuwe watu wa kufuata mafunuo ya Mungu kadiri ya majira na nyakati. Tukasema ukisha yajua yale Mungu anayoyapenda na ukawa unayafanya kwa kushirikiana naye, ukawa una ushirika naye, tukasema huko ndio kumjua Mungu. Ambapo pia siku ya jana pia tuliangalia sifa za mtu anayemjua Mungu. Tuliangalia sifa kubwa 3, ambapo sifa ya kwanza tulisema anaishi maisha ya kiroho kwa kujisimamia mwenyewe na sio kusimamiwa na mtu mwingine. Sifa ya pili tukasema anaishi maisha ya mchana, yani maisha yaliyo na nuru, sio maisha ya giza kama mtu asiyemjua Mungu anavyoishi gizani na kwenye dhambi za siri siri. Sifa ya tatu
Tukasema mtu anayemjua Mungu anaishi maisha ya kusimamia kile Mungu ameweka ndani yake, hajisumbui na kukisema cha mwingine. Na hapa tukaangalia mfano wa Ibrahimu na Ayubu, tukaona namna ambavyo kila mmoja wao kuna mahala Mungu alimpitisha. Tukaona kwa watu wasiomjua Bwana wangeweza kumsengenya Ibrahimu, wangeweza kwa sababu hana mtoto, wangeweza na kumsengenya Ayubu kwa sababu amefilisika, pasipo kujua kukosa mtoto kwa Ibrahimu ni Mungu ndiye amesababisha. Ayubu kufilisika ni Mungu ndiye amesababisha. Na yeye mwenyewe Ayubu anajuana na Mungu wake, kwa nini nimefilisika? Kwa sababu ujue Ayubu kufilisika haikuwa surprise, ilikuwa ni kitu anachokijua kwamba nimefilisika na kwa nini nimefilisika. Ibrahim kukosa mtoto haikuwa surprise kwake, alikuwa anajua kwa nini sina mtoto na lini nitakuwa naye. Kwa alikuwa anamjua Mungu wake na walikuwa wanajuana kwenye hilo jaribu walilopitishana nalo. Kwa wewe mwingine ukisengenya unakuwa ni sawa na unaingilia mambo yasiyokuhusu. Kwa tukapata nafasi ya kuangalia kwamba kwenye nyakati za sasa ni muhimu kila mtu akahakikisha awe anamjua Mungu, ili maisha yako na Mungu wako muwe mnajuana, kama Ibrahimu alivyokuwa anajuana na Mungu wake, Ayubu alivyokuwa anajuana na Mungu wake. Usipoteze muda kusema maisha ya mtu, usipoteze muda kuwaza maisha ya mtu mwingine, waza ya kwako, kwa sababu yule ujue anajuana na Mungu wake kwa namna ipi, na wewe unajuana na Mungu wako kwa namna ipi. Si kama unanielewa? Kabla sijaanza kukufundisha kipengele cha leo, Roho Mtakatifu ananisukuma nikupe huu ushuhuda. Kabla sijaingia ndani kwenye kipengele cha leo, kuna ushuhuda ndani yangu unanijia ambao juzi tu kuna mahala niliusema, na hapa Roho Mtakatifu ananiambia sema. Nakumbuka miaka kadhaa iliyopita, kipindi ndio nilikuwa nimeoa, kuna mahala tulikuwa tunaishi na mke wangu, tulikuwa tunaishi pamoja kwenye hilo eneo, na watu wa mahala pale walikuwa wanatufahamu hata kabla hatujaoana, na baada ya kuoana pia walikuwa wanatufahamu. Sasa mara nyingi mimi binafsi nimekuwa ni mtu wa mifungo ya mara kwa mara, ni mtu wa mifungo, ni mtu wa kusali mara kwa mara. Imekuwa ni desturi yangu namna hiyo, na ni maisha niliyoyazoea. Sasa kwa ajili ya kufunga mara kwa mara na kusali mara kwa mara, wakati mwingine naenda mafungo marefu kiasi ambacho mwili wangu pia unadhoofika. Kuna mtu mmoja nakumbuka, kuna siku moja nikawa napita eneo fulani, akaniita akaniambia, mtumishi, naomba nizungumze na wewe. Na huyo mtu alikuwa ni mtu mzima kidogo, ni mbaba mtu mzima. Nikaitikia wito, nikaenda kumsikiliza. Akaanza kunisemesha mambo kadhaa. Akaniambia, unajua mtumishi, ndoa sio lele mama. Nikamjibu nikamwambia, kweli ndoa sio lele mama. Akaniambia, wanaume mara nyingi tunapitia magumu sana kwenye ndoa na hatusemi, na hasa nyie ambao ni watumishi wa Mungu, mkiwa mnapitishwa na wake zenu, mara nyingi huwa hamsemi. Mmezoea kusikiliza matatizo ya watu, kwa nyie binafsi hamna wa kuwaambia matatizo yenu. Na unajua mtu akikuona wewe ni mtumishi anaweza akafikiri una raha sana, kumbe unateseka huko ndani kwenye ndoa. Na kuona tu mtumishi, kabla hujaoa ulikuwa na mnene sana, lakini sasa hivi umekonda, umesinyaa, mwili wako umedhoofika. Ukipata shida huko kwenye ndoa mtumishi, huo unakuja kutuambia sisi wazee. Ujue sisi tumekaa kwenye ndoa muda mrefu, tunajua mengi kuliko wewe, hata kama wewe ni mtumishi. Huo unatushirikisha mambo ya ndoa yako, maana tunakuona unakonda sana. Nisikilize, ujue yule mtu ananiambia namna hiyo, mimi muda huo moyoni mwangu kumeanza kuwaka moto, kama vile nimpige vibao. Kwa nini? Kwa sababu kitu anachoniambia sicho, kitu anachoniambia hakipo. Yeye amekaa, kumbe kila siku nikipita pale mlangoni, yeye na wenzake kazi yao ni kunisema. Nikipita wananisema, nikirudi wananisema. Na wanachonisema ni kwamba mtumishi amekonda, yule mwanamke anamtesa, yule mwanamke anamnyanyasa,
Mtumishi kabla ya kuoa alikuwa mnene, mtumishi ameoa amekuwa mwembamba. Huku maskini ya Mungu, nakumbuka nikiwa nakaribia kufunga ndoa nilipima kilo. Nilijikuta nina kilo 51 inaelekea 52. Nikiwa naelekea kuoa nilipima kilo, nikajikuta na kilo 51 52. Na baada ya kuoa nikaongeza kilo 2, nikawa na kilo 54. Kwa nina kamwili kadogo. Afu yeye ananiambia kabla ya kuoa nilikuwa mnene. Nimeoa nimekonda, kwa ninateswa kwenye ndoa niwe naenda kumueleza matatizo yangu, maana yeye ni mtu mzima. Ujue nilimjibu nini? Nilitumia busara kwa sababu ya utumishi na hofu ya Mungu, na yeye ni mtu mzima. Nikamwambia nakushukuru, lakini mimi siteseki kwenye ndoa yangu, nina raha kupita maelezo. Kwa hiyo hivi unavyoniona nipo, ni mambo yangu mengine hayahusiani na ndoa. Mungu akubariki. Nikaondoka zangu. Nisikilize pole pole. Kuna watu wanaumiza kichwa kwa ajili ya afya yako. Kuna watu wanaumiza kichwa kwa ajili ya mabadiliko yako. Kuna wengine wanafikiri mabadiliko ulio nayo unateseka. Kumbe wewe unajuana na Mungu wako, kwa nini unayo mabadiliko. Mimi afya yangu najuana na Mungu wangu, kwa nini namna hiyo. Mimi najua niko kwenye mafungo ya muda mrefu, ndio maana nilikuwa vile. Yeye hajui hilo, anachozani nateseka. Kumbe mimi siteseki. Kwa mtu wa Mungu, ukiwa una imani ndogo, utajikuta unapoteza muda wako kubishana na watu, kuwaelewesha watu kwamba hivi nilivyo sio kwa sababu hiyo, ni kwa sababu hii. Inawasaidia nini na inawahusu nini? We cha msingi unajuana na Mungu wako, imetosha. Haina haja ya kupoteza muda kuwaelewesha. Muda utawajibu kwa matokeo yenye utukufu wa Bwana. Na ndio maana watakuona umekonda, lakini unaendesha magari, unamiliki majumba, na watajiuliza nini kinaendelea? Watakuona umedhoofika, lakini unachana na kuchanua, kwa sababu we unajuana na Mungu wako. Ungeweza kuyasema maisha ya Ibrahimu, ila alikuwa anajuana na Mungu wake. Kwa nini ni tasa? Mungu akupe kudaka hili. Haleluya, wana wa Mungu ale hai. Msifu Yesu Kristo. Kanisa la Bwana, mwaka huu hatutapambana kuwajibu, hatutapambana kujibisana nao. Muda utawajibu kwa matokeo ya matendo makuu ya Mungu maishani mwetu. Sema amen kwa jina la Yesu. Kanda raboshaka. Tusonge mbele na somo letu. Leo tunaendelea mbele kwa kwenda kuangalia kipengele kinachoitwa madhara ya kutokumjua Mungu. Leo tutaendelea mbele katika kipengele kinachoitwa madhara ya kutokumjua Mungu. Madhara ya kutokumjua Mungu, ndani ya somo letu kuu linaloitwa imani ya kutenda mambo makuu. Somo letu kuu linaitwa imani ya kutenda mambo makuu. Kipengele cha somo la leo, au kwa lugha ya Kiingereza unaweza ukaita subtopic, inaitwa madhara ya kutokumjua Mungu. Madhara ya kutokumjua Mungu. Tuombe. Mungu, tunakushukuru Bwana. Tazama, leo ni siku ya 3 ya somo letu. Tunakualika Roho Mtakatifu, tunaomba uje kuwa mwalimu kama ulivyofanya siku ya kwanza, ulivyofanya siku ya pili. Njoo leo siku ya 3 ufanye kwa kiwango cha siku ya 3, sawa sawa na ulivyopanga. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Tuseme amen. Kipengele kinaitwa madhara ya kutokumjua Mungu. Wapendwa, ukiwa haumjui Mungu, utaishi maisha bila kuwa na ufahamu wa kimungu wa kujua ulipo na unapoenda. Ukiwa haumjui Mungu, utapata madhara ya kuishi maisha ya kukosa ufahamu wa kujua ulipo na unapoenda. Ukiwa haumjui Mungu, utaishi maisha ya kukosa ufahamu wa kimungu wa kujua ulipo na unapoenda. Moja ya jambo muhimu kwenye haya maisha ni kuwa na life direction, kuwa na mwelekeo wa maisha. Mwanadamu yoyote yule ambaye akipoteza mwelekeo wa maisha hawezi kufika anapoelekea. Watu wa Mungu, maisha ni safari tunayosafiri. Kuna mahala tunaelekea.
ili ufike pale Mungu alipokupangia ufike, lazima uwe unajua direction, mwelekeo wa maisha yako. Kinachokupa kujua mwelekeo wa maisha yako ni ufahamu wa kimungu uliopo ndani yako. Ufahamu wa kimungu uliopo ndani yako ndio unaokupa kujua mwelekeo wa maisha yako. Mtu akiwa hana ufahamu wa kimungu ndani yake, hawezi kujua mwelekeo wa maisha yake. Na ndio maana Biblia imeongea vizuri sana kwenye kile kitabu cha Methali, ile sura ya 9 ule mstari wa 6. Kitabu cha Methali ile sura ya 9 ule mstari wa 6. Kitabu cha Methali ile sura ya 9 ule mstari wa 6 inasema namna hii: enyi wajinga, acheni ujinga mkaishi, mkaende katika njia ya ufahamu. Kwa anasema enyi wajinga, acheni ujinga mkaishi, mkaende katika njia ya ufahamu. Kwa kilichowanyima hawa watu kuenda katika njia ya ufahamu ni ule ujinga ulioko ndani yao, ni ambao umewanyima kuenda katika njia ya ufahamu. Nisikilize polepole. Imani katika kumjua Mungu inaondoa ujinga wa kuishi bila ufahamu wa kujua uendako. Imani katika kumjua Mungu inaondoa ujinga wa kuishi bila kuwa na ufahamu wa kujua uendako. Mtu ambaye imani yake haimjui Mungu ni sawa na mjinga, hajui anakoenda. Ukiwa huna imani, unaweza ukajikuta umepoteza life direction, umepoteza mwelekeo wa maisha wa kutokujua ulipo na kutokujua ni wapi unakopaswa kuenda au kuelekea. Kwenye ndege, kwa wale ambao wanafahamu ndege, kama umewahi kupanda ndege it is okay. Lakini kama unaifahamu ndege, unaijua ndege, kuna kitu kinaitwa dira. Ile dira ndiyo ambayo inamuongoza rubani anapokuwa kule hewani, kumuonyesha tunapoelekea ni wapi. Kwa anaendesha ndege kule mawinguni, anafata barabara. Hivi unajua kama mawinguni pia kuna barabara? Ndege ina barabara yake, na ni dira ndiyo ambayo inamuongoza rubani kufata ile barabara ya ndege kule hewani. Hajiendei tu, anafata dira, mwelekeo. Rubani akipoteza uwezo wa kujua dira, anapotea. Ndio unasikia wanasema ndege fulani imepotea, au ndege fulani ilikuwa inaelekea Nairobi imejikuta imetua Ethiopia. Mambo kama hayo, kama we ni msikilizaji wa taarifa ya habari, kuna wakati watu nasikia kwamba kuna ndege ilikuwa inaelekea Madagascar ikajikuta imetua New York. Unajiuliza ilikuwaje? Kumbe ni rubani alipoteza dira, alipoteza mwelekeo. Sasa kuna watu ambao kwenye maisha yao ya kiroho imani zao zilishapoteza mwelekeo. Imani ni kama dira, imani ni kama dira. Wewe ndio rubani. Ukipoteza uwezo wa imani inayomjua Bwana, unapoteza mwelekeo wa maisha. Na ndio maana kuna watu badala ya kuwa Nairobi wako Sudani wanapigana vita, na kuna watu badala ya kuwa kwenye asali na maziwa wapo Misri wanateseka utumwani. Kuna watu badala ya kuwa Yerusalemu mji mtakatifu wa Bwana wapo kule Babeli utumwani wanateswa na Nebukadneza. Kwa kuna watu wamepoteza dira namna hiyo kwa sababu imani zao kwenye kumjua Bwana hazipo. Nisikilize pole. Kile kitabu cha Injili ya Yohane ile sura ya 12
ule mstari wa 35 hadi 36. Kuna kitu cha kupata pale. Kitabu cha Yohane sura ya 12 ule mstari wa 35 hadi 36a. Yohane 12 ule mstari wa 35 hadi 36a. Yohane 12 mstari ule wa 35 hadi 36a inasema namna hii: basi Yesu akawaambia, nuru ingaliko pamoja nanyi muda kidogo. Enendeni maadamu mnayo nuru hiyo, giza lisije likawaweza, maana aendaye gizani hajui aendako. Nataka usikie zaidi hapa, anaposema aendaye gizani hajui aendako, afu anamalizia kwa kusema maadamu mnayo nuru, iaminini nuru hiyo. Maadamu mnayo nuru, iaminini nuru hiyo, ili mpate kuwa wana wa nuru. Polepole polepole. Katika maandiko Yesu anasema mimi ni nuru ya ulimwengu. Katika maandiko Yesu anasema mimi ni nuru ya ulimwengu. Kwa Biblia inaposema iaminini nuru, kwa lugha nyingine anakuwa anamaanisha tumwamini Yesu, kwa sababu Yesu ni nuru ya ulimwengu. Ukimwamini Yesu unakuwa kwenye mwanga, unakuwa kwenye mwanga. Kwenye Biblia ya Kiingereza inasema Jesus is a light of the world, is a light of the earth. Yesu ni mwanga, ni nuru ya maisha. Kwa hiyo ukimwamini anawaka, ana bright, anawaka kwenye maisha yako. Si kama unaelewa ninachosema. Ukiingia kwenye chumba ambacho kina giza, ukitaka kiwe na mwanga lazima uweke taa, afu uwashe, mwanga unatokea, giza halipo tena. Ukiwa hauna Yesu, wewe ni sawa na chumba chenye giza. Huwezi kujua uende wapi, mlango uko wapi, utapapasa papasa namna hii. Kwa wale ambao wameishigi maisha ya zamani wanaelewa. Zamani nakumbuka tukiwa wadogo, na kipindi hicho umeme ulikuwa ni wa shida. Ukilala, ukiamka kutaka kwenda chooni, na lile wenge la usingizi na yale mawenge ya usingizi, unaanza kupapasa, unatafuta mlango uko wapi. Unakuta mtu anapapasa ukutani namna hii, unapapasa ukuta namna hii, unatafuta mlango, unapapasa ukuta, unatafuta mlango. Si kwamba haujui ulipo, ila usingizi umekupotezea mwelekeo. Unaamka hujui mlango uko wapi. Kwa unapapasa, ukiupata unasema oh haleluya, hapa, unapita, unaenda chooni. Na kuna watu walikuwa hata wanajisaidia haja ndogo pale pale kwa sababu wanakosa kujua mlango ulipo. Na chumba ni kile kile. Nisikilize pole pole, mtu wa Mungu. Siku hizi pamebadilika. Umeme kila mahala. Wamekuwekea taa paka kitandani. Ukiamka tu unawasha taa, unajua mlango ule pale. Hata kama una usingizi kiasi gani, unaenda ukipepesuka, unajua mlango ule pale. Unapita namna hiyo, unaenda unamaliza mambo yako. Nisikilize. Maisha ya hapa duniani yanaweza yakakutia wenge zaidi ya usingizi. Maisha ya hapa duniani yanaweza yakakuvuruga zaidi ya usingizi. Na ndio maana kuna watu wamevurugwa na maisha kiasi ambacho hata hajui ni saa ngapi. Hujakutana na mtu unamuuliza ni saa ngapi, anasema sijui hata ni saa ngapi. Yaani anaishi alishapoteza hata kujua ni saa ngapi. Wengine maisha yamewavuruga, hawajui hata tarehe. Hajui tarehe, hajui leo ni tarehe ngapi, hajui. Na si kwamba anafanya makusudi, maisha yamemtia wenge, hajui tarehe. Mwingine maisha yamemvuruga kiasi ambacho hajui hata ana miaka mingapi. Anaona watu wanasema happy birthday, anasema birthday ndio nini? Alishavurugwa, hakumbuki alizaliwa lini. Wengine maisha yamewavuruga, hajui hata ana watoto wangapi, hajui hata majina yao. Unakuta ni baba anamuuliza mke wake, hivi yule anaitwa nani? Anasema baba nani, umesahau watoto wako? Usimlaumu, maisha yamemtia wenge, amesahau hata ana watoto wangapi.
Nisikilize mtu wa Mungu ulioko hapa, sijui maisha yamekuvuruga kwenye eneo gani. Hapo ulipovurugwa, upo gizani, unamhitaji Yesu. Wansi umempokea Yesu, wansi umepata mwanga, utajua ni tarehe ngapi, utajua ni saa ngapi, utajua una miaka mingapi, utajua una watoto wangapi. Ukiona maisha yako yamekuvuruga, jua umepoteza imani kwa Yesu. Rejesha imani kwa Yesu. Yeye ni nuru ya ulimwengu, atakuangazia mwelekeo wa maisha, utarejea, ujinga utaondoka. Mungu akusaidie. Haleluya, wana wa Mungu aliye hai. Kanda rabo shaka. Si kama unanielewa. Wacha muda huu ni kuonyeshe maana ya neno ujinga. Ni kuonyeshe maana ya neno ujinga. Ujinga ni hali ya kutokujua kitu inayokuwa ndani ya mtu. Ujinga ni hali ya kutokujua kitu inayokuwa ndani ya mtu. Ujinga ni hali ya kutokujua kitu inayokuwa ndani ya mtu. Sawa na kile kitabu cha Waefeso, ile sura ya 5, ule mstari wa 16 hadi ule wa 17. Waefeso sura ya 5, ule mstari wa 16 hadi wa 17 inasema namna hii: basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga. Sikia vizuri hapo. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga. Narudia tena. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga. Afu anasema, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Ukikaa kuchambua hii mistari vizuri, huku mwanzoni anatahadharisha juu ya mwenendo. Anasema, angalieni jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali ni wenye hekima. Kwa anakutahadharisha juu ya mwenendo wako, kwamba jiangalie wewe unavyoenenda. Unaenenda kama mtu ambaye hana hekima, ingawa una hekima. Yaani ni sawa na mtu kuambiwa, angalia unavyoenda, unaenda kama hujui kutembea, lakini unajua kutembea. Kila mtu naamini anafahamu njia ya kwenda chumbani kwake. Kila mtu hapa naamini anafahamu njia ya kwenda chumbani kwake anakolala. Kama unakaa chumba kimoja na una chumba cha kulala, unalala hapo hapo, pole. Mungu akupe vyumba viwili mwaka huu upate pa kulala, na wewe uwe una chumbani. Haya, tuwe na wale ambao wana vyumba vya kulala. Kila mtu najua anapafahamu. Ni sawa na mtu sasa atokee akwambie, jiangalie unavyoenda chumbani kwako, ni kama mtu ambaye hajui chumba chake. Nafikiri umeshanielewa. Afu anasema, komboeni wakati, zamani hizi ni za uovu. Ukiishi bila kujua unakoenda, na ni hali ungepaswa uwe unapajua, ni sawa na unapoteza wakati. Narudia tena hii kauli. Ukiishi bila kujua unapoenda, na ingawa ulipaswa ujue unapoelekea, ni sawa na unapoteza wakati. Biblia inasema hizi zama tulizopo, hizi zama za miaka ya sasa, ni zama za uovu. Ni zama za uovu. Hizi zama za artificial intelligence, hizi zama za AI, hizi zama za kisasa, hizi zama za sayansi na teknolojia, hizi zama ni za uovu. Zina uovu mwingi na wema ndani yake. Sasa mifumo mingi ni ya uovu kwenye nyakati za sasa. Hata jana nilikusemesha hicho kitu. Mifumo mingi ya sasa ni ya uovu. Kila siku wanatuletea kitu kipya. Nakumbuka kuna jamaa yangu mmoja tulikuwa tunatengeneza naye website, kwa sababu wakati mwingine huwa tunafanya kazi za IT, tunatengeneza naye website. Akaniambia, mwalimu, naomba unidraftie historical background ya taasisi fulani tulikuwa tunatengeneza. Nikamwambia haina shida.
nikaandika pale ile background, nikampelekea. Afu naye pia akaja na ya kwake, nikakaa kusoma ile ya kwake, nikasoma na ile ya kwangu, nikamwambia vinafanana. Akaniambia, nikamuuliza umetumia muda gani kuandika? Akaniambia nilimwambia AI niandikie background, AI akaniletea. Unaelewa hiyo kauli? Nilimwambia AI niandikie background, AI akaniletea. Maana yake ni kwamba kuna kitu kinaitwa AI. Huna haja ya kuandika, unakiambia tu AI niletee, kinaleta. Nakumbuka siku moja nilikuwa nimesoma Biblia, nikaangalia kwenye WhatsApp yangu, nikaona wameniletea AI, nikabonyeza. Nikakuta pale wameandika tell AI mwambie AI akwambie nini. Nikaona pale wameandika love story, romantic, life story, Bible story na vitu vingine. Mimi nikabonyeza kwenye Bible, nikamwambia AI niletee habari za Bible, ikaniletea story nzima ya masuala ya Bible. Nikakaa kusema kweli dunia imeendelea. Nisikilize pole pole. Kumbuka kwenye hivyo vipengele vya Bible palikuwa pia pana romantic. Romantic maana yake ni mapenzi. Haya, vuta picha, unabonyeza kwenye mapenzi, ina maana itakuletea habari za mapenzi. Kwa hiyo dunia ina mifumo mingi, hiyo mifumo ina wema na ina uovu ndani yake. Sasa ukiwa haujui unakoelekea na ulipo, ukiwa we ni mjinga, haujui mwelekeo wa maisha yako, utajikuta mifumo ya dunia hii inakumeza na kukusomba kwenye uovu badala ya kukupeleka kwenye wema. Kumbuka, wanaogundua mifumo wao wanagundua tu, afu hawakuambii ukaitumiaje. Wao wanagundua. Kwa mfano, Google ni mfumo. Ukiandika kwenye Google chochote kile inakuletea. Ukiandika kizuri inaleta, kibaya inaleta. Haitakwambia samahani hichi ni kibaya, inaleta. Akiandika mtoto kizuri itamletea, kibaya itamletea. Ndio mifumo iko namna hiyo. Kwa imedesigniwa hivyo. Ndio maana kwenye nyakati za sasa, ili hii mifumo ya kisasa iliyoingia uweze kuitumia kwa sifa na utukufu wa Mungu, lazima ujue life direction yako kiroho, imani yako iwe inamjua Mungu, ili kumjua kwako Mungu kukupe hofu ya Mungu, na ile hofu ya Mungu ikupe kuitumia mifumo kwa mapenzi ya Mungu. Na ndio maana anasema msiwe wajinga, mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Ukikosa kufahamu mapenzi ya Mungu kwako, unakuwa mjinga. Ukifahamu mapenzi ya Mungu, unakuwa na ufahamu. Kujua mwelekeo wa maisha yako kunaleta uhodari ndani yako. Kujua mwelekeo wa maisha yako kunaleta uhodari ndani yako. Kukosa kujua mwelekeo wa maisha yako kunaondoa uhodari ndani yako. Wakristo wengi sio hodari kwenye maisha yao. Wakristo wengi sio hodari kwenye maisha yao. Wengi ni Wakristo legelege. Wengi ni Wakristo chechemea. Wengi ni Wakristo dhaifu. Wengi ni Wakristo waoga. Wengi ni Wakristo waliojawa hofu. Kwa nini? Kwa sababu hawajui mwelekeo wa walipo na wanapoenda. Ndani yao kuna ujinga, ndio maana wamepoteza uhodari. Nisikilize, tuliitwa tuwe hodari, hatukuitwa tuwe dhaifu. Na ndio maana ukijiona we ni dhaifu, huo sio Ukristo. Ukristo ni uhodari. Ukristo ni uhodari. Wacha nikupitishe kwenye maandiko uone kitu pale. Angalia kile kitabu cha Injili ya Mathayo, ile sura ya 17, ule mstari wa 14 hadi wa 21. Kuna kitu cha kupata pale. Injili ya Mathayo, ile sura ya 17, ule mstari wa 14 hadi wa 21. Injili ya Mathayo sura ya 17, ule mstari wa 14 hadi wa 21. Inasema namna hii:
Nao walipoufikia mkutano, mtu mmoja akamjia akapiga magoti akisema, Bwana, umrehemu mwanangu kwa kuwa ana kifafa. Umrehemu mwanangu kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya, maana mara nyingi huanguka motoni na mara nyingi majini, na nikamleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumponya. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini, kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Afu akasema, nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni kwangu. Yesu akamkemea pepo, naye akamtoka. Yule kijana akapona tangu saa ile. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faragha, wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Jamaa yangu Muganyizi anapenda kweli huu mstari. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Nisikilize polepole. Nisikilize polepole. Tuachane na Muganyizi kwanza. Nisikilize polepole. Wanafunzi wa Yesu ndani yao walikuwa na uwezo wa kuponya kila aina ya ugonjwa, na huo uwezo walipewa na Yesu, ila hawakuwa na ufahamu wa kutambua wana huo uwezo. Walifikiri hawana. Narudia tena hii kauli. Wanafunzi wa Yesu ndani yao walikuwa wamewekewa uwezo na Yesu wa kuponya kila aina ya ugonjwa, lakini ndani yao hawakuwa na ufahamu wa kujua wana huo uwezo. Ina maana walikuwa wajinga, hawakuwa wanajua kama wana huo uwezo. Na kwa ajili hiyo pakaletwa mtu mwenye kifafa mbele yao. Yule mzazi anateseka, anatafuta watu wa kumsaidia, amezunguka, hajapata mtu wa kumsaidia. Akapeleka kwa wanafunzi wa Yesu, nao pia wakashindwa. Akampelekea Yesu. Angalia alichomwambia Yesu, nimeleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumsaidia. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba kwa sababu ninajua hawa ni wanafunzi wako, kwa niliamini nikiwaletea watamponya, kwa sababu uwezo ulioko kwako Yesu upo na kwao, lakini wameshindwa. Yesu kabla hajamjibu yule mtu akawatazama namna hii wanafunzi wake, afu akawaambia, nitachukuliana nanyi hata lini, enyi wenye imani haba? Tafsiri ya Yesu ni nini? Tafsiri ya Yesu ni kwamba ndani yenu nimeweka uwezo wa kuponya, ila imani zenu hazimjui Mungu. Ninyi ndani yenu kuna ujinga wa kutokujua nimeweka uwezo wa kuponya, ndio maana hamjaponya. Na baadaye hicho kitu kiliwasumbua, wakaenda kumuuliza, akawajibu akawaambia, mkiwa na imani hata kama ni ndogo kama punje ya haradali, mnaweza kuambia mlima huu ng'oka ukatupwe. Tafsiri ya Yesu ni nini? Tafsiri ya Yesu ni kwamba hata kama umemjua Mungu leo, una uwezo wa kuhamisha mlima. Kuhamisha mlima haitegemei uwe umekaa kwenye wokovu miaka 10, miaka 20, miaka 30. No. Alisema hata ukiwa na imani kama punje ya haradali. Maana yake ni kwamba hata kama leo ndo umempokea Yesu leo na umepata ufahamu na masuala ya kimungu leo,
leo hii una uwezo wa kumwombea mgonjwa akapona, una uwezo wa kumwita Mungu akakuonekana kwenye jambo lako, una uwezo wa kuombea uchumi wako ukainuka leo hii. Haijalishi ni leo, haijalishi umekaa miaka mingapi. Kwa swala la kuomba au kuhitaji matokeo mbele za Mungu na hayo matokeo yakaonekana, haitegemei umekaa kwa muda gani kwenye uso wa Mungu. Inategemea na imani yako inamjuaje Mungu. Ndiyo maana yake. Nisikilize pole, watu wa Mungu wale hai. Ujinga unaondoa uhodari vitani. Ujinga unaondoa uhodari vitani. Maisha yetu ya kiroho na kimwili hapa duniani, siku zote nimekuwa nikiwaambia na hata leo nitawaambia, maisha yetu yamejawa vita mwanzo mwisho. Nyumbani kwako kuna vita, kazini vita, barabarani vita. Ukiwa na gari, ukiwa unaendesha gari barabarani vita. Ukisema siendeshi gari nipande daladala, umo kwenye daladala kuna vita. Ukisema leo nitembee kwa miguu, huko kwenye kutembea vita. Maisha yamejawa vita chungu mzima. Maisha hapa duniani ni vita mwanzo mwisho, na ndio maana unahitaji kuwa hodari ili uweze kuikabili hii vita iliyoko duniani. Ujinga unaondoa uhodari wa kukabili vita na kupata matokeo kwenye hiyo vita. Uhodari ndio unaoleta ushujaa na ujasiri wa kushinda vita na kuwaangusha maadui. Acha nikuonyeshe kitu fulani hapa. Kuna mfano tuangalie wa kiBiblia, kuna kitu tutapata juu ya hii dhana. Angalia pamoja na mimi kile kitabu cha Wafalme wa Pili, ile sura ya 6, ule mstari wa 15 hadi wa 17. Wafalme wa Pili sura ya 6, ule mstari wa 15 hadi wa 17. Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 15 hadi wa 17. Inasema namna hii: hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira mji ule. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu, tufanyeje? Akajibu, usiogope, kwa maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Elisha akaomba akasema, e Bwana, nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akafumbua macho yule mtumishi, naye akaona, na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Nisikilize, hapa tunaelezwa habari ya watu wawili. Mtu wa kwanza ni Gehazi na mtu wa pili ni Elisha. Elisha na Gehazi walikuwa mlimani, na pale mlimani, angalia kilichotokea pale mlimani. Elisha alichokoza vita, na ile vita ikaamka ikiwa inaelekea kuwashambulia. Gehazi akamwambia Elisha, akakaa akaona jeshi linalokuja kupigana nalo, akakaa akalitazama namna hii, akatazama hilo jeshi, akaona farasi wengi wanakuja, akaona magari mengi yanakuja, akaona ngamia wengi wanakuja. Alipotazama namna hiyo, akasema hii ngoma ya leo nzito, hatutoboi, tunapigwa. Akaenda kumwambia Elisha, ngongongo, karibu. Akaingia. Aisee bwana mkubwa, kwa namna nilivyoona mchezo wa leo, hatutoboi, tunapigwa. Elisha hakuogopa. Elisha akawa anamcheka tu namna hii. Yeye anaogopa, anatetemeka. Yamkini alikuwa anaongea namna hiyo huku hadi analia. Biblia haijaandika vitu vingine, lakini tunajaribu tu kufikiria kiualimu. Yamkini alikuwa anaongea hadi analia. Yamkini alikuwa anatetemeka namna hii, anamwambia leo tunapigwa, leo tumeisha, leo tumekufa. Yaani wamekuja maadui wengi. Wengine wana mabunduki makubwa, wengine wana mafarasi makubwa. Anatetemeka namna hii. Elisha yeye amekaa tu namna hiyo tu, haleluya. Ananena tu kwa lugha kandara mashakarabaseke.
Haogopi, anaimba tu mapambio, wala haogopi. Yamkini hata alikuwa amekaa na kunywa kahawa pale mlimani, hateteleki, haogopi. Siangami, sitekete, sigaligishwi, uko nami. Sitekete, siangami, sigaligishwi, uko na mimi. Elisha hakuteketea, yuko namna hiyo, amejiamini. Angalia Elisha alichosema. Akamwambia yule, akamuomba Mungu amfunulie macho yule Gehazi. Kwa nini? Kwa sababu Elisha aliona ndani ya Gehazi kuna ujinga wa kutokuwa na ufahamu wa kujua walipo na wanapoelekea. Maana walipo walikuwa wamezungukwa na jeshi kubwa la malaika kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa mwili walikuwa wako wawili, ila kwenye ulimwengu wa roho walikuwa na jeshi kubwa la Mungu limewazunguka namna hiyo. Na lile jeshi kubwa la Mungu lilikuwa halijakaa pale kama fashion, ila lilikuwa limekaa kwa oda maalum ya kuwapigania, oda maalum ya kuwashindia, oda maalum ya kuwapa uhai na ushindi kwenye ile vita. Na ndio maana kilichotokea baada ya pale, Biblia inasema ile vita ilipoanza, mapambano yalipoanza, ghafla wale wapiganaji waliona watu ni wawili, Gehazi na Elisha, lakini walishangaa mawe yanashuka yasipojulikana yametokea wapi. Maporomoko yanakuja yasipojulikana yalipotokea. Wanapigwa tu, wakakimbia. Na Elisha na Gehazi wakapata ushindi. Nisikilize mtu wa Mungu. Ukiwa unamjua Mungu na ukawa unaufahamu, ukiwa vitani utakuwa hodari. Hautaiogopa hiyo vita. Hautalia kwa ajili ya vita. Hautakimbia nyumba yako kwa ajili ya vita. Ukiona mtu amekimbia kwake kwa sababu kuna changamoto, hamjui Mungu, hana uhodari. Maana siku hizi kimeibuka kitu cha ajabu. Eti mtu matatizo yakitokea nyumbani kwake anakimbia nyumba. Anakimbia. Tena hasa wanaume ndio wana hiyo tabia. Anakimbia nyumba, anamwacha mwanamke peke yake. Sasa unajiuliza, huyu ndiyo baba, ndio kichwa cha familia, afu amekimbia. Kwa nani atatue hizo changamoto? Amjui Mungu, anafikiri yuko yeye tu kwenye hiyo vita, ndio maana amekimbia. Wakina mama wengi wanamjua Mungu wao, na ndio maana hata changamoto zitokee vipi, akina mama huwa hawakimbii, wanabaki wanagangamala pale na watoto. Hata kama atabaki anapika uji, atapika huko akiwatia moyo watoto wake, anawaambia ipo siku Mungu atashinda. Ndio maana nikutie moyo mtu wa Mungu ulioko mahali hapa. Hata vita ikiwa ngumu kiasi gani, usikimbie hiyo vita. Elisha hakukimbia vita. Gehazi alimpelekea maneno ya kumtia uoga ili akimbie. Ndani yake alikuwa na ujasiri, alikuwa na uhodari wa kumjua Mungu wake. Akasema no, hatukimbii, tutapigana. Maana walio upande wetu ni wengi kuliko upande wao. Hata kama utabaki unachechemea na mlo mmoja, usikimbie, hautakufa. Hata ukibaki unachechemea na bidhaa mbili tu pale dukani, usifunge duka, endelea kuchechemea. Mungu atajidhihirisha, Mungu ataonekana, na akionekana hawatajua alionekania wapi, ila itabaki kuwa siri yako wewe na Mungu wako. Pokea ujasiri na uhodari. Sema amen. Nyakati za sasa ni nyakati za uhodari. Ni mahodari wa imani ndio watakaotoboa. Hilo wingu likushukie mahala ulepo, ulegelege, toeka kwa jina la Yesu ndani yako. Toeka ulegelege wa imani, ujasiri ukuingie. Sema napokea kwa jina la Yesu. Nisikilize mtu wa Mungu. Nimalizie tu kwa kukuonyesha maana ya hodari. Uhodari ni hali ya kuwa na imani inayokupa kujiamini unaweza yote kwa sababu ndani yako una Mungu mkuu. Uhodari ni hali ya kuwa na imani
inayokupa kujiamini kwamba unaweza yote, kwa sababu ndani yako una Mungu mkuu. Kwa ukiona tunakuambia kuwa hodari, ina maana tunakutaka uwe na imani ya kujiamini unaweza yote, kwa sababu ndani yako kuna Mungu mkuu. Ukiona tunasema fulani ni hodari, tunamaanisha huyo fulani ana imani iliyompa kujiamini anaweza yote, kwa sababu ndani yake ana Mungu mkuu. Ndiyo kitu Mungu anachotaka. Kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohane, ile sura ya 4 mstari wa 4 inatupa kitu kizuri pale. Waraka wa kwanza wa Yohane sura ya 4 mstari wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohane sura ya 4 mstari wa 4 inasema, ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Kwa tunaambiwa tumewashinda kwa sababu ndani yetu, aliyopo ndani yetu ni mkuu kuliko hao walioko huko duniani. Na ndiyo maana mtu hodari analitambua hilo, kwamba ndani yangu kuna Mungu mkuu kuliko waliopo huko duniani. Huko duniani kuna waganga, kuna wachawi, kuna washirikina, kuna vinyamkela, kuna miungu watu, wale watu wanaopendaga kuogopwa, wale watu wanaopendaga kutetemekewa, wale watu wanaopendaga kuheshimiwa tu wao na wao wanadharau wengine, wapo huko duniani. Wale watu wenye viburi vya kwa sababu wamesoma sana, wale watu wenye viburi kwa sababu wana vyeo, wana pesa. Biblia inasema ukiwa na imani ya uhodari utatambua Mungu wako ni mkuu kuliko hao wote, wengine wote ni takataka. Mungu ni mkuu, Mungu ni mkuu, Mungu ni mkuu. Ukikuta mtu anamtetemekea mtu na kumwabudu mtu na kumsujudia mtu, jua ndani yake sio hodari. Uhodari unakupa kujiamini, na ukijiamini katika uhodari, wanadamu wanakuita una kiburi. Nisikilize, watu wengi hawajui maana ya mtu mwenye kiburi na mtu aliye hodari. Bahati mbaya, mahodari ndio huwa tunawaita wana kiburi, afu machawa tunawaita wanyenyekevu. Kumbe sio unyenyekevu, ni uchawa. Ipo siku Mungu akitupa nafasi, itabidi tuje tufundishe semina maana ya uchawa, maana ya kiburi, maana ya unyenyekevu. Maana imefika mahala kwenye nyakati za sasa, hizi nyakati za uovu, machawa ndo wanaonekana wanyenyekevu. Na hii roho ya uchawa ni mbaya sana, imeingia mpaka kwenye kanisa sasa hivi, inatafuna watu. Tafika siku Mungu atupe nafasi tujifunze, lakini kwa leo nataka upate hicho, kwamba uhodari unakupa kujiamini, maana unajua ukuu wa Mungu wako katika maisha yako. Kilichompa Yoshua imani na ujasiri wa kusimama na akasema hapata kuwa na jua, hapata kuwa na mvua, akasimamisha jua, akasimamisha mvua, akasema lazima tushinde hii vita, hakutakuwa na jua wala mvua. Na kweli hapakutokea jua wala hapakutokea mvua. Kilichompa huo ujasiri Yoshua, kilichompa hicho kiburi Yoshua, ni uhodari wa kujiamini na kumjua Mungu wake. Lakini pia liko jangili jingine la imani, mimi naliita jangili la imani, linaitwa Elia. Elia alisema hakuna mvua kunyesha miaka 3.5, mvua hainyeshi miaka 3 mpaka nitakaposema. Yaani vuta picha, mvua hamna mwaka wa kwanza, mvua hamna mwaka wa pili, mvua hamna mwaka wa 3. Na miaka yote hiyo si kwamba ni Mungu ndiye amesema mvua isiwepo. Ila liko jitu moja lenye imani limeongea tu na Mungu wake, maana linamjua Mungu wake kwamba Mungu Baba Mwana Roho Mtakatifu simamisha hii mvua kwanza. Na jua simamisha. Na sababu za kusimamisha ni 1, 2, 3. Na Mungu anasikia, anasimamisha. Watu hakuna kulima, hakuna kupata mazao. Ukitaka mvua ije, usiende kuomba. Wewe nenda kaongee na Elisha. Kaongee na Elia. Kwamba Elia, tunakuomba basi mwambie Mungu mvua ije. Elia akisema staki, mvua hamna. Wako watu wa namna hii walitikisa enzi hizo. Kina Elia, akina Yoshua. Tunawahitaji na kwenye zama za leo watokee.
Tumechoka kusikia shuhuda legelege, shuhuda dhoofu. Tunahitaji watengenezeke wakina Yoshua nyakati za sasa. Mimi ndani yangu nina hii kiu ya kutamani kuwa na kufikia uhodari wa levo ya Yoshua, uhodari wa levo ya Elia, wa kusimamisha mvua na jua, wa kusimamisha masaa mpaka kusudi la Mungu litimie. Hiyo imani ijengeke ndani yako, hiyo kiu ijengeke ndani yako. Itatokea tu pale tutakapokuwa hodari wa kujitambua na kujiamini na kumjua Mungu wetu. Mungu akusaidie kuelewa. Kandarabo shakarabaseke. Mtu wa Mungu ulioko hapa, nataka kukuombea. Nataka tuungane pamoja muda huu. Tumuombe Mungu pamoja muda huu. Mahala popote ulipo, nataka tuungane, tumuombe Mungu muda huu kwa pamoja. Tuungane, tumuombe Mungu muda huu kwa pamoja. Tumuombe Mungu pamoja muda huu kwamba Bwana, tusaidie tuwe hodari, tuwe hodari, tuwe hodari. Maana nyakati za sasa tutaishi kwa imani, imani inayomjua Mungu, na kule kumjua Mungu kutupe uhodari tutende mambo makuu. Ndio maana nataka kuomba uhodari uingie ndani yako. Kuna watu wanateswa na uoga. Kuna watu wanateswa na uoga. Kuna watu wanateswa na uoga. Kuna watu wakipata matatizo tu kidogo anasikia kukimbia. Yuko mtu mwingine hapa ananitazama, ananisikiliza. Kuna mara kadhaa amewaza kujiua, mara kadhaa amewaza kujiua. Kuna mwingine hata sumu ulienda mbali ukainunua kabisa. Mwingine hata kamba ya kujinyonga uliwahi kuishika. Yuko mtu hapa aliwahi kushika cheti cha ndoa, akataka kuchoma cheti cha ndoa, akasema kama ndoa na iwe, kama ndoa na iwe. Yuko mtu hapa aliwahi kurudisha mikataba, akasema hii kazi sitaki tena. Yuko mtu hapa amekimbia vita, amekimbia vita. Rapo shandarabasaka, rapo shandarabasaka, rapanderebo shandaraba. Saa imefika, huo uoga uliokukimbiza, Bwana anasema mwaka huu anakuhitaji urejee mahali hapo. Anakuhitaji urejee mahali hapo. Maana kilichokutoa sio yeye, ni uoga. Rapo shandarabaseke. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Sema haya maneno pamoja na mimi mahala ulipo. Sema kwa imani. Sema, Mungu Baba, ninakuja mbele zako. Ninaomba toba na msamaha. Kila nilipokosa uhodari, sema Mungu, naomba unisamehe. Maana nimekuwa muoga, nimekuwa legelege, nimekosa imani. Baba, nimekimbia vita vingi, nimerudi nyuma mara nyingi, nimetoroka mara nyingi. Baba, nimekosa uhodari kwa sababu tu ya ujinga wa kutokujua mapenzi yako, kwa sababu ya ujinga wa kutokufahamu mimi ni nani mbele zako, mimi ni nani mbele za wengine. Baba, ninakuja kwako leo, ninaomba rehema mbele zako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema, Mungu, ninaomba unirehemu. Mungu, ninaomba unitakase katika jina la Yesu. Sema, Baba, naomba unisafishe katika jina la Yesu. Sema, Baba, naomba unitakase katika jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Endelea kuita jina la Yesu, endelea kuita jina la Yesu, endelea kuita jina la Yesu. Wala usiombe kitu chochote, wala usiseme neno lolote. We sema tu jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Endelea tu kusema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kama umekaa, unaweza ukainuka, ukawa unatembea tembea hapo ndani kwako, unasema tu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Unaweza ukazunguka tu hapo mahala ulipo, ukawa tu unasema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea tu kusema katika jina la Yesu. Kuna matokeo katika ulimwengu wa roho pale unapolitaja jina la Yesu. Kuna matokeo kwenye ulimwengu wa roho unapolitaja jina la Yesu. Kuna matokeo, kuna matokeo. Endelea tu kulitaja, endelea tu kulitaja. Kumbuka
tumeokoka kupitia jina la Yesu. Tuliondolewa utumwa wa dhambi, tuliondolewa mauti na laana, tuliondolewa vifungo, tuliondolewa makandokando, tuliondolewa kamba za giza, tuliondolewa kila aina ya laana, kila aina ya mauti, tuliondolewa udhaifu, tuliondolewa ulegelege katika jina la Yesu. Tulitiwa nguvu ya kupanda milima migumu na migumu, tulitiwa ujasiri wa kuangusha wakina Goliati, tulitiwa ujasiri wa kuwapiga wakina Goliati katika jina la Yesu. Tumetiwa chapa na muhuri wa uzima. Oh, endelea kulitaja, endelea kulitaja, endelea. Mahala ulipo, taja tu jina la Yesu, taja tu jina la Yesu. Wewe usiombe chochote, endelea tu kusema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ukitaka kurukaruka, wewe rukaruka ukisema tu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ndani yako unaona kuna zidi tu kuchemka, kuna zidi tu kuchemka. Moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka. Oh, moto unawaka, na kadiri moto unavyowaka, ule ujasiri wa imani, ushujaa na uhodari uliokuwa ndani ya Yoshua akasimamisha jua na mvua uingie ndani yako, uingie ndani yako. Mahala ulipo, pokea huo ujasiri kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea, pokea kwa jina la Yesu, maana ni saa yako sasa, ni saa yako sasa. Huu mwaka, huu msimu ya wamkini walizoea kukucheka, hawatakucheka tena, maana pana sauti ya mvua tele inakuja. Orabosha, ni wakati wa kutenda mambo makuu kwa imani, kwa imani, kwa imani. Oh, mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Tunamshukuru Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, maana tuko miongoni mwa wasitao, bali tuna imani ya kuokoa roho zetu. Endelea tu na neno lile katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kulitaja, endelea kulitaja, endelea kondoa Bwana, kondoa Bwana. Endelea kulitaja jina la Yesu, endelea kulitaja jina la Yesu. Rapashandarabu regesakanda repokoriasaka, repokoriasaka, repokoriasaka. Naona watu wakiinuliwa, watu wakiinuliwa, watu wakiinuliwa. Upako wa Elia, upako wa Elia, Elia. Pokea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rapashandarabo roboshaka. Watu wanainuliwa, watu wanainuliwa, nguvu zinawashukia mahala ulipo, mahala ulipo. Kuna watu watajikuta wanakaa ghafla, kuna watu watajikuta wanatetemeka, kuna watu watajikuta wananena kwa lugha kimoyomoyo. Nena kwa lugha, usizuie. Pokea, pokea, pokea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mahala ulipo, mahala ulipo, mahala ulipo, wanainuliwa washindi, wanainuliwa watu watakaotenda mambo makuu mwaka huu, wanainuliwa kwa jina la Yesu. Watu wenye imani, mahodari, mashujaa wa kumwangusha Goliati, wa kumwangusha Nebukadneza, wanainuliwa, wanainuliwa. Watu watakaochanua katikati ya njaa, watakaoshiba katikati ya njaa, watakaokuwa na maji katikati ya ukame, watakaomiliki na kutawala, wanainuliwa washindi, washindi, watu wakubwa, watu wakubwa, watu wakubwa. Ninaona ndoa mpya, ndoa mpya zikija, vazi la harusi, vazi la harusi, vazi la harusi. Ninaliona shela, naliona shela, naiona suti ya harusi. Kuna harusi zinakuja. Pokea hiyo harusi kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo ndoa, ni mwaka wako wa kuolewa kwa jina la Yesu. Rapandereboshaka. Usi mwaka wa kuteseka na kutafuta wanaume, kutafuta wanawake. Mume wako unamuona mwaka huu kwa jina la Yesu. Pokea mume wako, dada yangu, mahala ulipo. Ewe kaka, pokea mke wako kwa jina la Yesu Kristo. Wanaotafuta mitaji, ni saa yenu, ni saa yenu. Mtaji wa biashara ninauita kwa jina la Yesu ukushukie. Raposhenderebo. Pana sauti ya mvua tele, pana sauti ya mvua tele. Rabushandarabasaka. Kwa imani tutaishi, kwa imani tutaishi, ndio. Kwa imani tutaishi. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani, ndio.
naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Wewe ni mwenye haki. robo shandarabasaka imani orabashekerebosaka randarabakoriandereboshaka. Pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako katika jina la Yesu. Majira ni yako, muda ni wako, muda ni wako. Ndio ajira mpya, ninaona ajira mpya mwaka huu, ajira mpya. Kuna mtu amekata tamaa ya kuomba kazi. Roho Mtakatifu anasema usikate tamaa, ukisikia kaombe. Rabo shandarabasaka raka nderebosha. Kuna mtu anasema nitachoma vitumbua hata lini? Nisikilize, nisikilize, usidharau hiyo kazi, usidharau hiyo kazi. Ufahamu wa kujiongeza ili kazi yako izae, ikue, 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 ikue kwa jina la Yesu. Ndio, ndio, nisikilize. Kuna mtu Roho Mtakatifu anamwambia usidharau kuchoma vitumbua, usidharau kuchoma miogo, usidharau kuchoma mandazi. Kuna watu wanamiliki bekali, walianzia hapo. Usidharau mwanzo mdogo. Hiyo sio hatima, hapo ni gym, unafanyishwa mazoezi. Kuna mvua inakuja, kuna utukufu unakuja. Orapo shakandekeraba rika sakandarabu shakaraba seke. Bwana akutie nguvu. Umechoka, ndio umechoka. Bwana akutie nguvu. Mimba itapotea mwaka huu. Sema amen kwa jina la Yesu. Miguu imevimba kwa jina la Yesu. Ninaondoa huyo nyoka kwenye miguu, huyo nyoka kwenye miguu anayetembea, anayetembea, huyo nyoka anayetembea kwenye miguu kwa jina la Yesu Kristo. Na toa ndani yako huyo nyoka, toka kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji. Ni saa yetu sasa, tutakula na kunywa katika neema ya Bwana. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante Baba kwa ajili ya yote ambayo umesema na sisi. Asante Baba kwa ajili ya siku hii ya tatu. Tunakabidhi yote mikononi mwako, tunayaachilia katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme amen. Mungu akubariki sana mpendwa, na kukaribisha uweze kusubscribe channel yetu. Kwa yule ambaye unatutazama YouTube, bonyeza kitufe kilichoandikwa neno subscribe, like. Pia unaweza kutufuatilia TikTok, Facebook, Instagram kwa jina la Jerusalem Family TV Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Namba ya simu tunayokuwekea hapo, unaweza ukaitumia pia kutuma maombi yako. Usipige simu, tuma maombi, tutaomba pamoja na wewe. Mungu awabariki sana. Kesho semina yetu inaendelea. Tutakuwa na Mwalimu Josephat Muganyizi kutoka jimbo la Dar es Salaam. Ataendelea pale ambapo mimi nimeishia. Roho wa Mungu ni yule yule. Tukutane kesho muda kama huu. Mungu awabariki.